Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Julai 10 siku ya Ijumaa asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi linaoanza na habari kubwa inayosema CCM ACT Zanzibar ukurasa mpya. Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo Zanzibar sasa ni ukurasa mpya. Lakini Dr. Samia Suluhu Hassani, wanaojiita wanaharakati wanajifanya wanafanya ugaidi, wanajiita wanaharakati wanafanya ugaidi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Lakini mjumbe BAKWATA adai Baba Levo aliwahonga shilingi milioni 3. Mjumbe BAKWATA adai Baba Levo aliwahonga shilingi milioni 3. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenye asubuhi ya leo linaandika habari inayosema mwalimu ajinyonga, mwili wagundulika baada ya siku 18. Mwalimu ajinyonga, mwili wagundulika baada ya siku 18. Maaskofu, uchaguzi mkuu 2025 uliacha majeraha makubwa kwa jamii. Hao ni maaskofu wasema uchaguzi mkuu 2025 uliacha majeraha makubwa kwa jamii. Lakini chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo kimeeleweka, watia saini tamko pamoja na maridhiano. Rais Samia awaonya wanaharakati wanaochochea vurugu nchini, akisema matendo yao yanafanana na ugaidi. Lakini kushikiliwa kwa kada Chadema, IGP na DPP na AG waitwa mahakamani. Kushikiliwa kwa kada Chadema, IGP, DPP na AG waitwa mahakamani. Na Profesa Kitila Mkumbo, lazima tuandike katiba mpya. Lakini watu 130 baroni tuhuma za kupanga vurugu, yumo Shemasi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele, tuangazie kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania lenye linaandika ofisi ya msajili na hazina yapanga kukusanya trilioni 2. Na Rais Samia, amani ni mtaji wa maendeleo. Huyu ni Rais Samia asema amani ni mtaji wa maendeleo, asema mtu anayeipenda nchi yake hawezi kubomoa, aeleza kuwa penye siasa za chuki maendeleo hupotea. Lakini Balozi Omari afanya mazungumzo na mkurugenzi mtendaji mpya wa IMF. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mtanzania leo lenye linaanza na habari inayosema ofisi ya msajili na hazina yalenga kukusanya trilioni 2 mwaka 2026 2027. Lakini jeshi la polisi la wanasa waliokuwa wakihamasisha vurugu. Mganga wa kienyeji ateketeza familia aliowapa dawa ndugu 4 ambayo imesababisha vifo vyao. Polisi Kilimanjaro wamtia mbaroni kwa mauaji hayo. Lakini Mwakalebela kuagwa Muhimbili kuzikwa makaburi ya Kondo leo. Na Rais Samia, serikali iko imara kuwalinda raia na mali zao. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mwananchi Huru lenye asubuhi ya leo linaandika waziri mkuu mgeni rasmi uzinduzi wa kitabu cha Mama Samia. Lakini Rais Samia awaonya wanaharakati. Ni Rais Samia awaonya wanaharakati ni wale wanaotaka kuvuruga amani ya nchi, asema wanafanya ugaidi kwa kivuli cha harakati, asema wanatumika kwa kutafuta maslahi binafsi, ahidi serikali itawalinda raia wake na mali zao. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Na bado kuna habari inayosema jeshi la polisi lasema hali ya usalama nchini ni shwari, na mganga wa kienyeji ashikiliwa Kilimanjaro mauaji ya watu 4. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Majira lenye asubuhi ya leo linaandika kitabu cha Rais Samia Doctrine of Law kuzinduliwa. Lakini Rais Samia, maridhiano si udhaifu, ni ukomavu wa kisiasa. Na fuara za Rais Samia zazaa matunda Zanzibar. Huku waziri wa fedha ateta na kigogo wa IMF. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye linaanza na habari inayosema
Benjamin Mkapa, JKCI yafanikisha upasuaji wa moyo kwa watoto toka Burundi. Lakini uwekezaji wa serikali sekta ya afya waendelea kuzaa matunda Nkasi. Na Rais Samia, maridhiano si udhaifu, asema ni ukomavu wa kisiasa kwa maslahi ya jamii kwa ujumla. Aeleza athari za kisiasa za siasa za chuki kwa taifa. Atoa onyo kwa wanaharakati wanaovuruga amani na waratibu wa ugaidi nchini. Awananga wafanya vihoja ili wajulikane duniani. Lakini maridhiano yaleta taswira mpya Zanzibar. Bosi mpya TANAPA aanza kazi na maagizo sita. Waziri Kijaji. Bosi mpya TANAPA aanza kazi na maagizo sita ya waziri Kijaji. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Wamachinga. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukigezea kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo linaandika serikali ya mwaga bilioni 1.8 ya ujenzi wa kituo cha afya Nkasi, waziri Homera akizindua. Lakini ofisi ya msajili hazina yaendelea kukusanya shilingi trilioni 2 mwaka 2026 2027. Lakini fowara za Rais Samia zazaa matunda Zanzibar. Na Dr. Mwigulu mgeni rasmi uzinduzi wa kitabu cha Mama Samia Doctrine of Law. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani asubuhi ya leo. Tunaanza na gazeti lako la Taifa Tanzania lenye linaandika miaka 30 ya Bongo Flava, Mlimani City leo hapatoshi. Lakini nyota ndogo wimbo watu na viatu ni bebe kutoka Kenya naye yupo. Lakini Yanga Simba kufungua msimu ligi kuu 2026-2027. Na serikali yaunga mkono tuzo za wasanii wa injili za EAGMA. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini gazeti lako la Majira linaandika Simba Yanga kufungua pazia Agosti 12. Ratiba yalijesha machungu sare ya 2-2 Meja Isamuyo. Makonda afungua milango Tanzania Paris. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kurasa wa michezo. Gazeti lako la Mwanahabari inaandika wagombea nafasi ya uongozi Yanga hawa hapa. Lakini Arsenal yaongeza kasi kumnasa Gimares. Na Man United waandaa mpango wa kumrejesha Rashford kikosini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika Man United kupanga uhamisho wa Rashford. Lakini Yanga yapitisha majina ya wagombea nafasi za uongozi. Timu za Ulaya zaendelea kutawala kombe la dunia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Mwanaspoti lenyewe kwenye michezo linaandika kafu yaipa kitonga Yanga. Kafu yaipa kitonga Yanga, bado siku 33 Yanga dhidi ya Simba kipigwe. Lakini Oura Simba ngoma ngumu. England ya haha kumzuia Haaland. England ya haha kumzuia Haaland. Lakini the Gunners anukia sema Gomares anukia Arsenal. The Ghana ni Gomares kunukia Arsenal. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.